somo fupi leo itakuwa tu ni introduction, lakini kwa sasa kesho saa 11 tutakuwa tukiendelea na juma la uamsho. Juma la uamsho uwakili, lakini juma la uamsho wa kiroho. Na katika somo la mwaka huu juma lina ile la uwakili linaenda na somo ambalo linasema mada tutakayoangalia kwa mwaka huu inazungumzia maisha ya mafanikio. Maisha ya mafanikio. Uwakili ni nini? Ukisikia neno uwakili ni nini? Kwa vile sio kipindi cha kuhubiri, tunaweza tukazungumza kidogo alafu tukawamaliza na tukaendelea na mambo mengine. Uwakili ni nini? Uwakili ni nini, watu wa Mungu? Mtu tu mmoja anaweza akanyosha mkono alafu tukampa microphone baada yetu kwa chache. Okay, au mbadala wa mtu mwenyewe, mhusika mwenyewe. Okay. Nyongeza sasa ni nzuri. Karibu mzee wangu hapa. Mtetezi. Hebu kumezungumza vizuri. Na ukiunganisha mawazo yenu, mawazo yote ni mazuri. Uwakili au wakili ni mtu au ni kitendo. Uwakili ni kitendo cha kukabidhiwa vitu ambavyo wewe sio mmiliki wa hivyo vitu. Ni mbadala, unakuwa mbadala wa mtu mwingine. Wakili ni mtu ambaye amekabidhiwa mali au kitu au vitu ambavyo si vya kwake kwa ajili ya kuwa mwangalizi kwa mhusika mwingine ambaye ni tofauti na yeye. Tumeelewana kwa Mungu? Maana nilisema kwamba nyongeza zote ambazo nimejaribu kuchangia wote niko sahihi. Wakili nani? Wakili ni mtu yeyote ambaye amekabidhiwa vitu, mali ambavyo yeye sio mmiliki, vinamilikiwa na mtu mwingine. Yeye anakuwa kama mwangalizi tu. Huyo ndiye wakili. Tofauti na wakili tunaofahamu kwenye muktadha mwingine wa sheria, lakini tunapozungumzia sasa kwenye hali ya kiroho, sisi tunaitwa wakili wa Yesu, wakili wa Mungu, kwa sababu ametukabidhi vitu vingi ambavyo yeye ndiye mmiliki, lakini ametukabidhi sisi tunavichunga kwa niaba yake. Na utagundua kuna vitu vingi ambavyo uwakili unavigusia. Uwakili unagusia nyanja mbalimbali. Unaweza ukafahamisha nyanja gani ambazo nyanja kama hizi ni nyanja za wakili? Uwakili umegawanyika katika nyanja mbalimbali, nyanja kadhaa. Nazo ni zipi? Nyanja mbalimbali za uwakili. Unaweza ukatusaidia kutaja hapa chache. Nani anaweza kutusaidia? Maana tunajua ila tunajikumbusha. Kuwa mwaminifu katika kutunza, kwa mfano kama ni mali ya Bwana, lakini pia kuwa mwaminifu katika kutunza wakati. Kuwa mwaminifu katika hata kazi. Kazi mbalimbali, iwe kazi ndani ya kanisa au kazi iko nje. Unapopewa kazi unaifanya kwa uaminifu, wewe ni wakili mzuri. Lakini pia wakili mzuri, hata yule anayewakilisha ujumbe kama ulivyo, bado ni nini? Ni wakili tu mwaminifu. Bwana ni mtu ambaye ni mwaminifu kama kale. Asante sana. Umezungumzia kuna nyanja mbalimbali ya umejaribu kuzungumzia leo. Abarikiwe. Kuna mtu wa Mungu hapa nimesha mkono, karibu. Umetaja kuna wakili wa mali, kuna wakili wa muda, na kuna wakili wa nini tena? Alright. Kwa baadhi ni hivyo walivyotaja: muda, mali, mwili, afya zetu, uwakili, talanta na vitu mbalimbali ambavyo Bwana ametupatia. Hizo zote ni nyanja za uwakili. Na je, swali ni hili: je, hivi vitu
vitu ambavyo Bwana ametupa kama waangalizi, je, tunafanya jinsi Mungu alivyokusudia? Mungu akiangalia kuhusu mambo ya mwili wako, wakili muda wako unapoutunza, je, tunaufanya jinsi Bwana anavyotamani tuifanye? Katika somo hili, somo la kwanza lina maana inasema kuchaguliwa na Mungu, wito wa kuwa wakili wake. Kuchaguliwa na Mungu, wito wa kuwa wakili wake. Anasema tunaposoma kisa cha Daudi, tunaangalia Daudi. Mara nyingi tunapozungumzia Daudi, hata kuuliza watoto hapa wanaanza kumtambua Daudi pale anapopambana na pande la mtu anaitwa Goliath. Lakini historia ya Daudi haikuanzia pale anapopambana na Goliath. Historia ya Daudi inaanza nyuma. Daudi ambapo anakuwa kijana mdogo. Naona watoto wana wako busy. Mashemasi, nadhani kazi yenu na viongozi wa kanisa mnaifahamu. Naona hapa kanisa ni kama kueleweki hivi na wazazi wengine. Daudi anapochaguliwa, anachaguliwa na Mungu kabla miongoni mwa watoto wa Yese. Mungu anapomtuma nabii Samueli, nenda kwenye familia ya Yese, kuna mtu nimemchagua kuwa mfalme wa Israeli. Na hivyo Samueli anapoenda, wanaleta watoto wote wa Yese. Anaonekana watoto mbalimbali wanaokuja. Watoto wao, ukisoma kitabu kile cha Samueli wa kwanza 16 aya ya kwanza, tunaona jinsi ambavyo Mungu anamchagua Daudi. Daudi anachaguliwa kutoka katika kundi kubwa, ambapo kundi kubwa kulikuwa na watoto wengine wa Yese, akina Eliabu, ambao walikuwa na mapande ya watu. Na mwandishi anasema Eliabu alionekana kama kwamba yeye ni kama ni chaguzi, anaweza kuwa chaguzi sahihi, kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye aliyejengeka, mwenye fiziki nzuri. Lakini pia anasema alikuwa na sura nzuri kama Sauli. Wanasema Samueli, miongoni mwa sifa ya Samueli, alikuwa ni mtu mwenye mwili wa kuwa jemedari, lakini pia alikuwa ni mtu mwenye anaonekana muonekano mzuri. Sijui muonekano wake ni upi, maana sisi kwenye kizazi sisi tunaozani kwamba wanaoonekana wazuri ni wanawake peke yao, lakini Biblia inasema kumbe na wanaume walionekana ni wazuri. Maana miongoni mwao hata Yusufu, na Biblia imetaja alikuwa ni mzuri. Sasa sijui uzuri wako ni upi? Okay. Kwa hiyo anasema ya kwamba walipoenda kuchagua watoto wale wa Yese na Samueli anapoangalia Eliabu, akahisi kwamba yawezekana kwa vile Sauli alichaguliwa alikuwa ni pande la mtu na alikuwa ni mzuri wa uso, yawezekana hata huyu kwa vile na vigezo vya nje anawezekana akawa ndiye mfalme. Lakini tunakuambiwa kwamba haikuwa chaguo la Mungu. Na hivyo wanapopita watoto wote wa kwanza, wa pili wanapita, baadaye mjumbe anauliza, je, watoto wote wameisha? Na baadaye anaonekana mtu mmoja huko mbali huko anaitwa Daudi anachunga. Baadaye akasema muiteni. Kwa hiyo wanasema huo ulikuwa uchaguzi wa Mungu. Mungu ametuchagua sisi kutoka sehemu tofauti. Imagine tumepitia chaguzi mbalimbali. Hata wewe unajua umechaguliwa hapa kabla hujaolewa. Yawezekana yule aliyekuwa aliangalia mwingine akaona huyu anakengeza. Akiniangalia kama nione huyu ndo ananifai. Akapiga jicho lingine akasema huyu ana mguu wangu, mguu unaweza kukatika kabla ndoa haijakomaa msingi. Akakuchagua. Kwa hiyo na mwingine kila mtu alikuwa na vigezo. Hao walikuwa na mwili, akasema huyu mwili sifa tuungua, nani atakayezalia kuubeba. Ngoja nichague mwingine, style nyingine. Kwa hiyo hata wewe kama hujaoa au kama hujaolewa, kulikuwa na chaguzi fulani zilizofanyika. Kama tunaelewa na hapo keko. Kuna uchaguzi uliofanyika, na katika chaguzi hizo angalipigia mfano. Sisi tuliokaa maeneo fulani hivi, tulikuwa tunacheza ule mpira wa matambara ule. Na ule mpira wa matambara anakuja mmiliki wa mpira ule,
anaonao anapopiga anasimama, alafu anaanza kuchagua. Unakuta wanaume zimepangana huko, tunachaguliwa. Mwingine yuko pande ule, mwingine yuko pande huu. Wanachagua watu tofauti na wanaanza na wale wanaojua kucheza. Waweza mwambia baba kuzima mpira mara moja hivi bila kule hivi, utakuwa mwisho. Inawezekana usichaguliwe. Maana anaanza kuita huyu, wanaita mwingine. Huyu anaita, huyu mwingine anaita. Mpaka unashangaa. Ile jamani, unajua duniani hapa tunapitia ubaguzi wa kutosha. Wanachagua, unashangaa, unategemea utachaguliwa kwa vile kuna hitaji watu 11, unashangaa watu bado wapo na namba imekamilika. Unabaki kazi yako kutoka nje, kazi yako ni kuokota mpira nje kuwaletea wanaume wenzako wanacheza. Na sasa wengine tumepitia uchaguzi kama huo, uchaguzi unaoumiza. Lakini kwa bahati mbaya, uzoefu wa kuachwa nje na hisia zinazoambatana na unaweza kuathiri nyanja nyingi za maisha zaidi ya kile kinachotokea kwenye uwanja wa michezo. Lakini sio kwenye uchaguzi huo, hata kwenye uchaguzi wa maisha, uwezo wa maisha. Inawezekana wengine kwa kutochaguliwa wakajihisi wanahatia. Maisha yanatufundisha somo muhimu, kwa sababu mtu hajakuchagua haimaanishi kwamba wewe ni mbaya, huna uwezo au umefanya jambo baya. Mara nyingi mtu anayechagua anatafuta sifa fulani ambazo huenda huna kwa wakati huo. Baadhi ya kazi zinahitaji sifa maalum. Haiondoi kwamba wewe sio mtu sahihi. Inawezekana pengine mtu alipokuwa anafanya uchaguzi, inawezekana kwa wakati huo haukuwa na hizo sifa, lakini haimaanishi kwamba wewe ni mbaya. Tunaona vizuri. Kwa hiyo hata pale ambapo unaona hujachaguliwa, kwa mfano tumechukulia mfano uliotoa, ambapo yule waliokuwa wanachagua hizi timu za waweza kucheza, haimaanishi kwamba wewe hujui kucheza, lakini pia inawezekana kwa wakati huo haukuwa na qualification, lakini haimaanishi kwamba wewe si mchezaji mzuri. Inawezekana ukipelekwa sehemu zingine ukacheza vizuri zaidi. Maana kuna wengine tulikuwa tunaenda kucheza na tunasema kule tulikuwa tuchukuliwi. Tunaonekana sisi bado wadogo. Ila sasa tukienda kwenye timu yetu ya vijana kule, wale sisi ambao tukuchaguliwa mwisho, inabidi kwa kwenye miongoni mwao walikuwa na baguliwa na baki hivyo naenda kuokota mpira. Lakini tukipelekwa kwenye timu nyingine, sisi tunakuwa mastaa. Tena siku tukikosekana, wanajibali yuko wapi yule mwingine? Unatafutwa. Hata kama ulikuwa unaenda shambani huko unapalilia, wanakusaidia kupalilia haraka maana kuna mechi huko. Maana wewe ni tegemezi, lakini kwenye timu nyingine, wewe kazi yako ni kufanyaje? Kuokota mpira. Kwenda kwenye maisha, kama hujapata kazi, haijalishi kwamba wewe hauwezi kufanya kazi, ni kwa sababu kwa wakati huo kuna qualification ambazo zinahitajika, na inawezekana kwa wakati huo bado hizo hauna qualification hizo. Hata kwenye mahusiano, inawezekana muda huo kijana anatamani binti anachagua mtu wa kumwoa, inawezekana ulikweli ulimapproach, lakini alipoangalia kwa wakati huo haukuwa na vigezo hivyo. Maana yuko na binti ananiambia sasa wewe ni mwanaume nifanyeje? Maana mwanaume kweli nimekubalia nioe. Lakini sasa nikimuuliza, una mawazo gani tusaidiane? Haeleweki. Sasa mimi nisaidie. Ninabidi nimuache. Maana haeleweki pasta. Mwaka mzima haeleweki, mwanaume haeleweki na wewe elewekeni wanaume. Sasa ndio kwa approach binti, ueleweki. Akikuuliza tunafunga ndoa lini? Na asikilize mchakato. Ulimtongoza lini kama unajua una mchakato au bado unafikiria mchakato? Na wengine wako hapa kanisani kazi tu kuwasaidia mabinti kwa mikoba yao kwa sindikizo. Unawazuia wanaume wengine kusogea, kama uwezi pita mbali. Umetomata na mkoba akiingia kanisani, anakupelekea chakula, unadhani kwamba una mpango, kumbe unatujazia tu watu. Kwa hiyo hata kwenye uchaguzi kuna muda mwingine sio kwamba ukiachwa au ukiona hujachaguliwa haijalishi kwamba ufai. Maana kuna wengine akiona mara ya kwanza kuna mtu alimapproach lesa hii binti au kijana, baada ya miaka mingapi usema mimi nadhani nina bahati mbaya, kwa nini mimi sichaguliwi? Hapana. Somo la leo litusaidie kuelewa kwamba inawezekana kwa wakati huo haukuwa na qualification hizo, lakini Bwana bado amekuchagua na wewe ni wa thamani. Anasema kitabu cha Yohana 15 aya ya 16. Yohana 15 aya ya 16. Na naweza kusomea kwa haraka. Kama itashindikana itabidi nisome kwa haraka. Kama kuna mtu ambaye yuko faster
anaweza akachukua microphone akawa anatusomea. Chukua microphone. Kuna mtu kule nyuma ameshafika. Utanisaidia ku Yohana 15 aya 16. Yohana 15 inasema, si mimi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Nami nitawaweka kwenda mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mnamuombalo Baba kwa jina langu awapeni. Nani aliyetuchagua? Yeye amefanyaje? Yeye ndiye aliyetuchagua. Tunaweza tukapata mambo matatu katika somo hili ambalo tumeanza nalo tunapomalizia. Inasema kuchaguliwa na Mungu, wito wa kuwa wakili wake. Tumeangalia kwamba sio sisi tuliojichagua, ila ni Mungu ndiye aliyetuchagua. Ametuchagua wote. Katika kisa cha Daudi, Mungu huchagua kabla hujafanikisha kitu chochote. Mungu huchagua kabla hujafanikisha kitu chochote. Yaani before haujakuwa na matokeo chanya, tayari Mungu alikwisha kuchagua. Ili matokeo yatakapopatikana matokeo chanya, usije ukasema ni wewe ndiye ulichagua kwa uwezo wako, lakini kumbuka ni Mungu ndiye aliyefanya hivyo. Roho ya Bwana ikamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Samueli wa kwanza 16 aya 3 nasema tangu siku zile Roho wa Bwana alikuwa amekwisha mjilia Daudi na alikuwa amemchagua. Anasema kitu kingine tunaweza kupata kupitia kisa hiki cha Daudi ni Mungu achagui kwa kuangalia nje. Mungu achagui kwa kuangalia nje. Mungu anamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake. Bwana angalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama nini? Bwana hutazama nini? Moyo. Japo kuna wengine nao wametafsiri Biblia tofauti. Anasema sio tu hapa mimi ni Mkristo mzuri. Yaani tunakuja muonekano wako tu unadhihirisha kwa kweli una mgongoro na hali yako ya kiroho. Hilo sio mimi. Bwana anasema angalia nje, anaangalia ndani. Ila sisi tunapoangalia kwa hili ambapo tuwezi tukasoma ndani, tukikuangalia tunasema kwa kweli hapa tumepigwa na kitu kizito. Maana matokeo ya ndani, tabia za ndani zinajidirisha nje. Nje huwa ni mwitikio wa kilichopo ndani. Jamani, tunaelewana vizuri? Hata kunaona kuna kanisa fulani hivi, unaweza kukuta mtu anakutania. Unajua kuna ndume fulani hivi kanisani hapo zimekaa kimchongo hivi. Anakutania, unakuta ni mke wa mtu au dada fulani, anakutania, alafu anaangalia reaction yako. Akiona reaction yako sio nzuri sana, anakutania tu mama fulani, wewe naye vipi? Nilikuwa nakutania. Ila kiona anaingilika anasema amebonyeza kitu cha kwanza, siku nyingine anakibonyeza kitu kingine, anaangalia reaction. Baada ya kupata hamna ni maneno tu hayo. Sio ni maneno tu, hakuna kuna utani pia unapaswa kuangalia huu utani ukoje. Bwana anaangalia ndani. Sisi sometimes tunaangalia nje, na kwa kuangalia nje wengine vimetuponza. Wengine vimetuponza vitu vya nje. Baadaye wakajikuta wamefanya maamuzi ambayo ni tofauti kabisa. Wanadamu mara nyingi huamini kwamba ili ustahimili kazi maalum au kazi fulani, mtu lazima awe na sifa fulani za asili kuonekana kama mtu aliyefanya kazi ya awali. Mara nyingi tunajenga dhana, madaktari, walimu, wachungaji, Wakristo na hata wasioamini wanatarajiwa kuonekana katika namna fulani. Tunakuwa na mwelekeo wa kutumia vigezo tulivyojiwekea kwa wengine na kwetu wenyewe. Matokeo yake tunakuwa na mwelekeo wa kutostahili kwetu wenyewe na kwa wengine kwa misingi ya nje iliyojengwa katika wasiwasi na vigezo tulivyowaza kabla.
Kitabu hiki cha mwandishi huyu Ellen G. White, kile kitabu cha Patriarchs and Prophets, anatuambia hivi: Nabii Samueli alivutiwa na Eliab kwa sababu alifananishwa zaidi na Sauli kwa sura na uzuri kuliko wengine. Hata hivyo, Mungu alimwambia kwamba haikuwa njia sahihi ya kuchagua. Je, sisi pia tunafanya makosa sawa? Wengine tunaangalia jinsia, wengine tunaangalia lugha, wengine tunaangalia mambo ya kijamii au rangi. Si muhimu katika uchaguzi wa Mungu. Nilikuwa naonaga hata mwaka 2010 na ngapi Kikwete alipogombea mara ya kwanza kuwa rais. 2005. Kikwete, miongoni mwa vitu vilivyomuongezea Jakaya Kikwete kura nyingi ni muonekano wake. Hasa tuliokuwa kule kijijini, unakuta sasa mimi nimchagua na sura mbaya hivi ataniongoza wapi? Hapo kulikuwa na kina watu wengine, kina Lipumba na kina watu wengine. Sasa tabiri sura inaongoza. Na akawa pata kura nyingi kwa sababu ya muonekano wake tu. Na watu wengine wanadhani kwamba mtu akiwa mweupe anaonekana hata kwa mdada unaonekana mweupe fulani hivi ndio mtu mzuri, lakini hawajaangalia vizuri. Angalia ukizeeka wanakuwa na makunyanzi kuliko ambao sio wana rangi hiyo. Angalia vizuri. Sometimes tunaangalia rangi, tunaangalia kutoka wapi, kabila gani, ila Bwana anaangalia vya ndani. Na ndio maana Eliab kidogo chakuliwe na Nabii Samueli kwa sababu muonekano, lakini Bwana anatuangalia kwa ndani. Na hiyo nataka nikwambie mtu wa Keko, haiwezekani kama unapita magumu, kumbuka kwamba Bwana bado amekuchagua. Hayo jamani, Bwana amekuchagua, na miongoni mwa sifa alizoona kwako, anatamani uwe wakili wake mwaminifu. Wakati wa Mungu ni tofauti. Ingawa Mungu alimchagua Daudi, hakuwa mfalme mara moja. Daudi huenda hakuelewa kikamilifu kitendo cha Samueli. Alijua tu kwamba Mungu alikuwa amechagua, naye akasonga mbele. Wakati wa Mungu ni tofauti kabisa. Daudi alichaguliwa kuwa mfalme, lakini ilimchukua miaka 15 kutawazwa kuwa mfalme. Miaka mingapi? 15. Wewe tumekaa kwenye ndoa mwaka wa pili, umeweza kusema jamani, sitazaa kweli mimi. Sijui kama nitatoboa, na hivi ndio matusi na wananzenu, sitakuwaje. Miaka 2. Hao wengine wametolewa mahali, naona sisi wapendana tunapitia mambo mengi. Kuna binti pale ametolewa mahali. Lakini sasa ndugu yangu, mpaka na mpasta, hao watu wa kanisani mbona wanatuchelewesha? Na wanautisha na nini? Mara kila sasa tusifanye hivi, mpaka wanao tagairi. Na anashatolea mahali, kwa kigairi, hakuwa chaguzi sahihi. Asa basa hapana. Anatolewa mahali, anaona kwamba kuvumilia mpaka ifike ndoa ni changamoto, na inawezekana kuna wengine wameshindwa kuvumilia na baadaye wakajikuta wameanguka. Somo la leo linatukumbusha kwamba ilimchukua miaka 15 kwa Daudi aliyechaguliwa miaka hiyo kuwa mfalme. Wakati wa Mungu ni tofauti na tunaofikiria. Mama, hata kama bado uko kwenye nyumba kupanga, ipo siku moja utaenda kwenye nyumba yako. Haijalishi utakuwa miaka mingapi, haijalishi hata kama umekaa kwenye nyumba za kupanga miaka 20. Mungu wakati wake ni sahihi. Ipo siku moja atakutoa kwenye nyumba uliopo na atakuweka kwenye nyumba ambayo ni ya kwako mwenyewe. Kijana uliyoko hapa mmoja kujafaulu kimaisha, usikate tamaa. Ndio kwanza maisha yameanza. Nani aliwaye Mungu anatamani pengine baada ya mwaka mmoja miaka 2 atakufanikisha. Wakati wa Mungu ni tofauti na wakati wetu. Baada ya kuangalia mambo kama hayo, tuangalie sasa mada hii kwa dakika hizi 5. Alafu hapo tunahitimisha kuchaguliwa kama wakili wa Mungu. Tunaangalia siku moja wapo mfano wa Daudi. Mungu ametuchagua, anaangalia ndani, aangalie nje. Lakini tunaangalia wakati wake tofauti, na tunaangalia ametuchagua zamani hizo. Sasa tuangalie kitabu kile cha Mwanzo 1 aya ya 28. Mungu anaonyesha hapo jinsi alivyotuchagua
kuwa mawakili wake. Na inatuambia kwamba Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu na mtoaji kwa wote, na binadamu ni msimamizi wake, kama ambavyo tumekwisha kuona katika definition ile ya wakili. Hii ni heshima kubwa sana na faida kubwa iliyotolewa kwa viumbe wake wote. Imagine Mungu ambaye ni muumbaji wa vitu vyote ametuweka kuwa msimamizi. Tumeheshimiwa na Mungu kuwa wasimamizi na tunapaswa kujivunia sisi kama wasimamizi. Zaidi ya hayo, mmiliki ametoa maelezo ya kazi kwa wasimamizi wake wanadamu ambayo yanaendana na utambulisho wake. Cha kwanza, kwa sababu yeye ni muumbaji, anatuita sisi kutenda kama viumbe. Tunaona jamani? Yeye ni muumbaji, tunapaswa kuact na kufanya kazi kama viumbe vyake. Hatupaswi kumzidi Mungu. Kwa sababu yeye ni mtoaji, anatuita sisi tuwe kama wategemezi wake. Kwa sababu yeye ni mfano, anatuita sisi tuwe mawakili wake. Kwa sababu yeye ni Mungu wa utatu, anatuita kutanguliza uhusiano. Kwa sababu yeye ni Bwana, anatuita sisi kuchukua mtazamo wa utumishi. Tunapoangalia mada hii ya kuchaguliwa kama wakili, cha kwanza, Mungu ametupendelea, ametuweka kuwa wasimamizi kwenye vile vitu vyote alivyoviumba. Na hivyo vitu alivyoviumba, sisi tunapaswa kuwa mfano wa Mungu, mfano kwa Mungu na kuwajibikaji kwa Mungu kama muumbaji. Na kwa sababu yeye ni mtoaji, anatuita sisi tuwe kama wategemezi kutoka kwake. Na ndio maana Mungu ametupa na Sabato. Yaani kitendo tu cha kuja kanisani siku ya Sabato ni udhihirisho kwamba wewe ni wakili mwaminifu. Kwa nini? Kwa sababu natambua kwamba kuna mtoaji ambaye ni Mungu mwenyewe. Na siku ya leo, siku ya Sabato, au ufanye kazi yoyote, which means kwamba ulipaswa kula, ulipaswa kufanya kazi ili uendeleze maisha na kipato. Lakini badala ya kwenda kazini, umekuja kumtafuta Bwana. Tafsiri yake ni kwamba umeamua kuweka tumaini lako kwa nani? Kwa Mungu. Kwamba Mungu aliyenipa jana na siku 6 za wiki, yawezekana hata siku ya leo nikipumzika nikamtii, yawezekana kesho akanifikia siku ya leo. Tumeelewa jamani vizuri maana ya Sabato? Kwa hiyo tujaja kuwa hapa kwa ajili ya kupunga upepo, lakini tumekuja kama tendo la imani ya kwamba leo sijaenda kazini. Maana kuna wengine ndugu zako wameenda kazini, marafiki zako wameenda kazini. Kwa nini wameenda kazini? Kwa sababu wanadhani kwamba kwa kwenda kwao kazini itawasaidia kusurvive. Maana bila kwenda kazini hawatasurvive. Lakini sisi kuja kumwabudu Mungu na kumheshimu kwa siku moja ni tendo linalodhihirisha kwamba sisi tumeamua kuja kwa imani kwamba kama Bwana aliniwezesha nikasurvive kwa siku 6, leo namtumainia kwamba hata siku hii ambayo sijaenda kazini kwa ajili ya kumtumainia yeye, anaweza akainifanya na akaifidia kesho nitakapoanza kufanya shughuli zangu. Tumeelewana watu wa Kenya? Sunana ingekuwa ni muhimu kwamba kitaongea asubuhi tungekuwa tunakuja mbele za Bwana mpaka jioni, maana ni tendo la mbele kwamba kwa kweli nimemheshimu Bwana na nimetii ahadi yake, maana yeye ni mtoaji. Basi hata kesho nitakapofungua biashara yangu Bwana atanibariki. Namalizia kwa kusema jambo la kusikitisha, binadamu wameangukia katika majaribu ya adui, wakiamini kwamba wanaweza kuwa wamiliki mahali pa miliki halisi. Matokeo yake Shetani akawa mkuu wa dunia hii. Hata hivyo, kupitia utiifu kamili, Yesu alikuwa wakili mpya, yule ambaye chini ya miguu yake Baba ameweka kila kitu. Tasoma kitabu cha Efeso 1:22, Wakorintho wa kwanza 15:27. Leo kwa sababu yeye ni Mwokozi, anatutaka tusamehewe na tupewe nguvu kama mawakili wenye furaha. Kama sehemu ya jamii ya wanadamu, sote tumechaguliwa kuwa mawakili wake. Kwa sisi ambao tumeupokea wokovu katika Yesu, ametukabidhi sisi mali zake. Sisi ni hazina yake, hakuna aliyeachwa nje. Anasema cha kushangaza ni kwamba tumeamua kuchukua kile ambacho Mungu alikuwa anadeserve kupewa. Ukiangalia sasa hivi muda wetu tunaotoa
sometimes hatutoi ukamilifu kwa Bwana. Tukitangaza mazoezi ya kwaya ni masaa mawili, muda huu tunatumia kumpunja Mungu. Lakini tukitangaza kuhusu kuja kufungua Sabato na mambo ya Jumatano, tunampunja Mungu, na wakati ilikuwa ni muda wake wa kumtafuta yeye. Tunapotangaza kuhusu mambo ya utoaji, unakuta mtu amebarikiwa labda na kimoja, Mungu atamani awe mwaminifu, lakini anachokitoa ni tofauti. Badala tumechukua nafasi ambayo kimsingi Mungu ambaye ndiye mtoaji alikuwa anapaswa kupewa nafasi kama hiyo. Somo la leo linatukumbusha kwamba tumechaguliwa na Mungu, lakini baada ya kuchaguliwa huko tunapaswa kuwa wakili mwaminifu kwa kumtanguliza na kumfanya wa kwanza katika nyanja zote za uwakili. Haleluya, watu wa Keko. Na tukifanya hivyo tutakuwa salama na tutakuwa tumefanya kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia, kwamba ametuchagua na ametupa wito wa kuwa mawakili. Kuanzia kesho tutakuwa na maswali mbalimbali, maana katika juma hili pia tutajaribu kuwa na discussion mbalimbali. Tutakuwa tunadiscuss mambo yanayohusu wakili. Na miongoni mwa mambo yanayohusu wakili kuna mambo mengi. Wengine wanasema, je, hela yako ya pendium naweza nikatoa zaka na sadaka? Lakini je, wengine nimepewa hela na mtoto wangu, je, hela hiyo napaswa kuitolea zaka na sadaka? Wengine watauliza zaka ni kiasi gani na sadaka ni kiasi gani? Na wengine watakuwa na maswali, nimewasaidia watu kule nje, watu ambao wanaohitaji msaada. Je, nikichukua sadaka yangu nikawasaidia, sitakuwa nimeshatoa sadaka yangu? Maswali hayo yote tutajadili na tutajaribu kuyazungumzia katika juma hili la uwakili. Nataka tu niwatie moyo, tusipange kukosa kuanzia kesho. Na baada ya kusema niseme Bwana awabariki, tukumbuke kwamba Mungu ametuchagua, anatamani kuwa mawakili wema. Bwana na wabariki kwa jina la Yesu. Amina. Tusimame. Baba yetu Mungu Muumbaji, unayeketi mahali pa siri mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Unalo kila sababu kurejesha sifa na shukrani kwako katika siku leo, kukupatia nafasi ya kuja kukuabudu wewe unastahili kuabudiwa. Na Mungu wetu wa mbinguni na Yesu Kristo ndiye Bwana mkombozi wa maisha yetu, umetuchagua kwa watoto wako kwa wakili wema mbele zako Yesu Kristo, katika mali zote ulizoziumba katika chini ya jua. Kama si wanadamu ambao ulituweka kama waangalizi, nasi tunapaswa kuyatenda yaliyo haki mbele zako Mungu wetu mbinguni. Kwa maana mali ya duniani Mungu wetu Bwana, tukiwa waaminifu sana, kwa moyo mpole na kwa unyenyekevu, kupitia rasilimali ambazo Bwana umeyaweka mikononi mwetu, wa imani hata kufanya Mungu wetu ukasogee karibu na kiti chako cha enzi Yesu Kristo. Kupitia somo hili Mungu wetu ambalo Bwana umetupatia katika masaa ya jioni, naomba kila mmoja apate kuyashika na hatimaye Bwana tukayatende jinsi ambavyo Bwana tunastahili kufanya. Na wiki hii Bwana tutakuwa na mwendelezo wa somo, na kusi sana Mungu wetu mbinguni ukatupatia nafasi ya kuja kuhudhuria katika masomo haya ndani ya kanisa lako takatifu. Ninakusi Bwana tukapange nafasi zetu, na hata huko tunapofanya kazi Mungu wetu mbinguni tukuweke mbele, ili Bwana tuweze hata mkusudi tuweze kupata nafasi hatimaye kuja kuungana kwa pamoja kwa ajili ya masomo haya. Mchungaji wetu tunamweka mkononi mwako Bwana, ambaye akasimamia somo hili Mungu wetu mbinguni, akampatia afya njema na kumpigania. Roho yangu kupitia jina la Yesu. Amen.